mwache ni mwanaume tu, hata baba yako alikuwa si nani, mwache tu ni mwanaume. Kwa miungu inasimamia mfumo dume kweli. Haiwezekani ile miungu mingine kakubali wake wanne, hii mingine sikubali. Haiwezekani. Miungu ni hiyo hiyo, sema sura tofauti. Yaani paka ni huyo huyo, sema sura tofauti. Wewe ukitaka kutana na panya, muulize paka mweupe ni mbaya kwenu au yule mweusi ndiye mbaya kwenu? Atakwambia. Paka ni huyo huyo, sema sura tofauti. Kwa sababu wanatukula. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akasema miungu ile inafurahi. Ninafahamu kabisa. Na ndio maana ukishakuwa kama umeolewa, lazima ujifunze kusimama kisawasawa. Mume wako asifuate madhabahu ya miungu, bali afuate madhabahu ya kuhani mkuu ambaye ni Kristo Yesu, ambaye ina usimamizi mzuri wa ndoa. Kabisa. Kuna watu kabisa ndio kuona hata wengine wanasimama madhabahu lakini bado wanawake wawili watatu. Usifanye mchezo na kitu kinachoitwa miungu, ambao saa nyingine imepokea moyo wa mtu ikaicontrol. Unajua wale wanaochukua ile sadaka wanaisemesha kitu gani? Kwa sababu sadaka inasemeshwa. Ndio maana hata kama ni nabii wa uongo, mtume wa uongo, akitaka kuwakamata watu anakama njoo na sadaka yako, njoo na, akishakamata sadaka yako anakamata na huo moyo wako, wala uone udhaifu wake wala shida yoyote. Kwa wengi tumekamatiwa hapo. Na ndio maana sasa ndio nakuta kwamba hizi ndoa kuna namna ambazo zinatusumbua, mara utaota sijui uko ukweni, mara sijui utaota uko sijui wapi. Utagundua kabisa kwamba kuna namna ambayo miungu inashughulika na hili jambo. Kwa kuna nguvu ya miungu katika mahari na mila. Na ndio maana tunakwambia hizi ni mila za kwetu, lazima tukubaliane. Na sasa wewe umeshampenda binti wa watu, na sasa umeshampenda kaka wa watu, unafikiri inakuaje? Nasema hivyo tu, tukubaliane. Wala kwa wakali sana. Nimewahi kupeleka mahari kadhaa. Nikiangalia ile misimamo ya wale watu inavyokuwa saa ya kupokea mahari, kwa kweli ni misimamo mikali mpaka wanashangaa. Kuna mmoja tulivyoona ile misimamo namna hii, na anayeoa kule ni mtoto wa mtumishi anayeoa kwenye ile familia. Nikakonyezana na mke wangu, bahati nzuri tulienda wote. Nikakonyezana na mke wangu, nikamwambia kwamba sasa tutoke kwanza hapa nje. Tukatoka hapo nje. Nikamwambia, hao wazee walivyo wakali, kuna kitu wanapitisha. Hapa. Njoo tuombe. Tukaja tukaomba. Tulivyorudi pale ndani, kwa bahati mbaya wakasema, jamani tumelumbana hapa muda mrefu sana. Tunaomba huyo mtumishi aliyetoka nje, hebu tunaomba azungumze neno. Sasa kama sikwenda kutafuta nguvu za Mungu huko nje, nikarudi nazo ndani. Nilivyorudi pale ndani nikakata maneno. Bwana Yesu asifiwe. Na walikuwepo wazee na vitambi vyao na mvi zao. Lakini wakaniruhusu tu ile nafasi, najua kwamba ni Mungu alinipa nizungumze. Lakini leo ile familia kuna mali inaingizwa na ile kungangana, jinsi ambavyo wanangangana wale wazee wamekuwa wakali kweli kweli. Ni kabila moja lenye watu wapole kweli. Lakini unaona jinsi walivyokuwa wakali, kuna kitu kinapita hapa katikati. Na kinatakiwa kitolewe, nacho kinatakiwa kitolewe nini? Mfano kuna faini ambazo hii hapa ni faini sio ya kitu gani? Sio faini. Kwani wamekuwa traffic? Na traffic akikupiga faini si ana maana anataka kukuambia kuna kosa, na akikupiga faini na maana kwamba anataka kutengeneza moyo wako usirudie kosa, ila ukae kwenye 18 za kwake, si ndio? Sasa wala watu tukaona kuna kitu anatengeneza cha namna ile. Tulivyorudi tukazungumza ile jambo, akasema basi tumekubaliana, japo kwa shingo upande tumemheshimu tu mchungaji hapa. Sijui ni mchungaji, ila tumemheshimu tu hapa. Ina maana nisingeingia na nguvu ya Mungu, kuna vitu vilikuwa vinapita kwenye ile nini? Kwenye ile ndoa. Kwa sababu mahari ndio iliyobeba maamuzi ya watu wawili kuoana kifamilia. Tuko pamoja? Achana na ile mnaendake kanisani. Ndoa nyingi zinafungwaga na wazee wa mila, alafu ndio zinaanza kufungiwa kanisani. Unaelewa? Ndio maana hata kanisani wanakuuliza kwamba mmeshakubaliana huko. Alafu kanisani sasa wanakuuliza hivyo, alafu wanasemaga sisi ndoa iliyofungwa kwenye ndoa. Saa nyingine wanaanza kukuuliza hata mahakamani, wanakuuliza, "Je, walipokea mahari yako?" Wanasema ndio walipokea. Wanasema, "Nini?" Kwa sababu inatambuliwa ndoa aina tatu. Inatambuliwa, kuna ile moja ambayo inatambulika ya mahari, ni ndoa ya kimila ambayo inatambulika na familia, si ndio?
Alafu kuna kile cheti ambacho ni ya serikali, ile inatambulika na nini? Na serikali. Alafu na ile nyingine ambayo ni ya kanisa ambayo inatambulika na kanisa. Kanisa linakuja kumalizia kwamba hii ya kwetu sasa tumeungana na serikali. Amen. Lakini nataka nikwambie, ndoa nyingi hazifungwagi kanisani. Kanisani huwa wanabariki ndoa. Huwa wanajikuta nyingi zimeshaandaliwa mazingira huko zilikotoka. Watu wameshapiga na faini za mahari. Sisemi faini ni vibaya, kila familia na mambo yake. Watu wameshawekeana utaratibu wanaojua, wakija pale kanisani ni kuidhinisha tu kwa ajili ya kufanya sherehe. Amen. Sasa tunapokuja kwenye hivi vitu, mfano huyu Mungu alikuwa anapewa sadaka na kila kitu, akawa na sheria zake. Ndio maana kila familia ina sheria zake za kupokea mahari, na ina familia zake za kuruhusu mtu aolewe. Una familia moja nilienda sehemu fulani hivi kwenye nchi sitaitaja. Ile familia ukiolewa lazima ulale na baba mkwe ndipo uolewe, hutaki kwenda. Ila sasa utajiri ulioko kwenye ile familia unatisha. Nakwambia kitu cha kweli, kwamba unaolewa, baba yake na mume wako lazima alale na wewe ndipo uolewe. Utaki, nenda kwenu. Mila kabisa. Na mahari ikitolewa yeye ndiye anapokea. Sasa niambie, athari za huu mfumo uliotengenezwa hapo, umetengenezwa mfumo wa aina gani? Ila utajiri ulioko kule ni mkubwa kweli kweli, unatisha. Ukiangalia seti zao zilizoko huko mjini zinatisha. Unasikia hii ni familia fulani, Lakini nakwambia walioko huko ndio. Na wameo wake wazuri tu. Lakini haijalishi. Nakwambia sisi mila yetu ndivyo ilivyo. Sasa kama unataka binti, unaweza kwenda kutafuta mume mwingine. Bwana Yesu. Sasa ndio maana nakwambia hivi, unapopambana na tatizo lako la ndoa, unaweza kusema la kwako ni kubwa. Sasa baba mko utamwangalia machoni, utamwangalia usoni, utamwangalia puani, utamwangalia miguu. Kwa hicho ni kitu ambacho kipo. Lakini yote ni nini? Ni miungu ya familia. Kwa familia tunazooa kwao au tunazoolewa kwao zina miungu tofauti na sheria tofauti. Sasa fikiria, hii ni sheria ya familia moja. Yule babu yuko hapo, anasubiri tu mnakuja kujitambulisha, mnajitambulisha. Sasa ndio imefika wakati wa kuolewa. Sasa itakuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimekuita hivi, njoo uangalie mifumo iliyopo. Tuna mifumo mingi sana ambayo sio ya kimungu kwenye hizi familia za kwetu, na pengine walishakata huo mfumo, lakini bado katika ulimwengu wa roho hizo sheria zipo. Kwa sababu kuna sheria zilizoandikwa kwenye nini? Kwenye ardhi ya familia, kwamba familia shida yake iko hapa. Amen. Kwa hilo nimekuletea hilo jambo. Tafakari, mahari yako alipokea gani na walisemesha kitu gani? Ulipoingia kwenye familia alikupokea nani? Kuna vitu vingi sana ambavyo sasa nyingine unajua kuvigundua. Tulivyokuja kuvigundua sisi, hatukufanikiwa kupita kwenye mfumo wa kimila wa mahari. Kwa hiyo kwetu sisi tulepelekaga tukapiga maombi kisa. Kwanza yeye, yani hata yeye kuitoa ilikuwa shughuli kweli. Yeye tuliombea, tulipiga maombi kisawasawa kweli. Yaani imepigwa maombi, alafu badala ya kupelekwa na watu wa familia napelekwa na wana maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni jinsi ambavyo Mungu aliniandalia mimi, kwa labda alinihurumia tu ili tuje tusaidiane huko. Pengine na mimi ningekuwa umomo, sijui. Lakini hiyo nilihurumiwa. Sasa usitake kupita kwenye huruma zao. Sema mlango wa mwenzako usilalie mlango wazi utaibiwa. Baadhi ya mwenzako usilalie mlango wazi utaibiwa.
unavyoingia kwenye haya mambo ni mambo ya kutubu. Kuna nyingine nilienda kwenye ile eneo hawapati watoto, na anataka nishirikisha vitu vya ajabu. Yule mama aliyeolewa kule akanieleza vitu vigumu sana, vinavyohusika na upande wa kwao, kwamba kabla hajaolewa inabidi alale na kaka yake ndio akaolewe. Zote hizo sheria za madhabahu zote na miungu ndipo akaolewe. Sasa wamefika kule, ile miungu mingine ikawa inapingana. Miungu ya familia hii inapingana na hii, miungu ya familia hii inapingana na hii. Ilikuwa deliverance moja ngumu sana. Mama hii bwana, hii si ya kukemea, hii tuachane naye. Waje tu ingia na mimi katika kukemea. Kama nenda kaingia kwenye toba ya siku 3 na mimi siku 3, wote tuingie kwenye toba. Mungu aingilie kwenye hili jambo yeye mwenyewe, asamee uovu, asamee dhambi, asamee makosa. Asante Mungu. Na akiwa kwenye ndoa anamkumbuka kaka yake. Kwa hajawahi kuwa na ule upendo wa mume wake moja kwa moja. Ila ni kwa sababu tu, kwa sababu kama ni kwenye gari mtakuwa wote, nyumbani mtakuwa wote, lakini kila siku hata akiwa analala na kaka na mume wake namna hii anamkumbuka kaka yake. Kwa ina maana nafsi ya binti iliunganishwa na nani? Na kaka yake. Sasa kama imeunganishwa na kaka yake, hapo ndipo tunapokuja kugundua mara kuna mfumo sio wa koa, sio wa vitu gani. Kuna kabila moja ligundua kwamba baba mdogo lazima amlale mtoto wa kaka yake. Afu ndipo akaolewa. Ni shida ambazo zipo kubwa. Watu wanakumbana na hizo shida, wanaume kwa wanawake. Maumivu yaliyoko ni makubwa, ila kitakachotusaidia ni toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitakachotusaidia ni kumwomba Mungu rehema. Utakemea, utazunguka kwa kila mtumishi, ninaomba niwekee mikono, utawekea mikono mpaka utaota upara. Utaambia maombi ya kila namna. Kikubwa ni toba, ili ufalme wa giza uondoke, ufalme wa Mungu fanya nini? Uje. Ufalme wako uje. Ufalme wa Mungu ukija unaondoa hizo pepo kuliko unavyokemea. Sijajua kwa nini walokole wanaamini sana kwenye kukemea. Mimi sio muumini mzuri sana siku hizi wa kukemea, ila ni muumini mzuri sana wa toba, kuangalia nilipokosea ni wapi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama hizi tulizozitaja, huo mfumo umeingiliana namna hiyo na ukavurugwa namna hiyo, unategemea kitu gani? Na vitu vingine ni siri. Kuna siri ambazo mume wako hajakwambia, kuna siri ambazo mke wako hajakwambia. Maana za nyingine kaapishwa, ukisema unakuwa kichaa. Sasa kujitakia kichaa nini? Si bora kuvumilia hali iliyopo. Kwa tamakoko mchezo na uliitishwa kwa viapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya ni mambo ambayo saa nyingine yanakuwa yapo kwenye familia, lakini ni sheria za madhabahu, ni sheria za miungu ambayo inatenda kazi kila kukicha, na imepita kwenye mfumo. Ninafahamu wahubiri wengi, wahubiri wengi kabisa wanakemea pepo na zinatoka, lakini mfumo umewashinda. Siku hizi ni kitu cha kawaida tu kusikia kuna dada anahubiri hapo ameachana na mumewe, kuna kaka anahubiri hapo ameachana na mumewe, na wanaendelea na huduma tu na zinaonekana zinaendelea. Kuna kitu ambacho kinaingia kwenye kanisa la Afrika na Tanzania ambacho si cha kawaida. Sasa fikiria hapo ya kwake imemshinda, alafu nampeleka ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo unaviona kabisa, kwa kuna namna ambayo miungu imeingia ndani ya kanisa, kwa hata kutenga huku na huku haviwasumbui watu, haviwasumbui kabisa. Kwa sababu ni kitu gani? Ni roho ambayo inaenea ya kuvunja ndoa na kuonekana ni kitu cha kawaida. Unasikia mtu mmoja Marekani kwa sababu kama alikuwa anamtambulisha mwenzake, anamwambia kwamba huyu ni mke wangu wa 3. Mchungaji huyo anambia huyu ni mke wangu wa ngapi? Wa 3. Sasa wakati hizo ndoa zilikuwa hazijaleta shida sana huko Afrika. Akamwambia
Ukija Afrika usithubutu kusema kitu kama tu. Watu watakukimbiza kwenye madhabahu ya mchana kweupe. Asa sema wa kwanza, kwa sababu yule mtumishi alimuona akamwona mbona huyu kama vile, mbona huyu mwanamke mbona kama vile size ya binti yake na nini? Vipi inakuwaje, mbona kama ni mdogo sana na bwana ni ana umri mkubwa? Ndio katika kujihoji hivyo, yule bwana akamwambia ni mke wangu wa tatu. Yule mwingine nilimshindwa. Alafu huyu ni wa tatu. Sasa sijajua akishindikana naye inakuwaje. Haleluya. Biblia inasema nachukia wachana. Madhaifu yapo yabebwe kwenye toba mpaka Mungu aingilie familia. Niwakwambie hivi, kuna nyingine wanapendana kweli, wanapendana kweli. Lakini jioni hawalewi, kati wa kuweka mezani uko wapi? Sasa wako vitani. Kwa kuwa kwenye ndoa sio nani tu, ndoa ni sehemu mojawapo ya vita. Kwa sababu ni sehemu ambayo inazalisha nini? Inazalisha familia. Unanielewa? Sitaka nisahau bwana mmoja alichelewa kupata watoto miaka 10. Lakini kwenye familia yao ndio wa kwanza kwenda kanisani kufunga ndoa. Ile miungu ikamwambia wewe utatukoma. Yaani upite kanisani ukafunge ndoa badala uje upite. Na wazee wa mila walimwambia. Yule ndugu alikumbana na maneno magumu. Akinieleza saa nyingine alikuwa ananieleza yale mambo. Ndani yangu nalia. Anamaza kunieleza, nisikilize mtumishi. Nisikilize. Na mtumishi ananieleza, nisikilize mtumishi. Kuna hili. Wazee wameshaniambia njoo hapa. Twende kwenye kaburi la babu pale, tumimine pombe pale mara moja tu uone kama utapata watoto. Unapata watoto lakini walevi. Ndio maana roho ya ulevi saa nyingine kuipinga ni kazi kweli. Na wanamwambia kabisa wewe njoo, una watoto. Wakikutana naye kwenye vikao kwa masimango si ya kitoto. Nikamweleza yule ndugu, ngoja tuje tusimame tuombe. Tutangue viapo vya madhabahu ambao familia imeapishwa vizazi vitatu vilivyopita. Tukafanya ile toba. Tulipofanya ile toba namna hii, asante Yesu. Leo hii wana watoto wao nafikiri wawili. Bwana Yesu asifiwe. Shida unajua iko wapi? Zile sheria za madhabahu za familia tunazooa na kuoana nazo zinasema kama wanataka kufanikiwa kwenye maisha waje hapa kwetu. Miungu inakwambia kabisa njoo. Ama mashambulizi makali tutayapisha. Na watoto tutakuachia. Ila cha kwanza watoto wawe wa kwetu. Haleluya. Wawe wa kwetu. Wakishakuwa wa kwetu sisi hatuna shida na nyinyi. Endelee na mambo yenu. Na ndio maana saa nyingine mtu ukijikuta kwamba umeokoka, wala wanaka Kiswahili wala wanachekesha kweli. Wasema kuzaa ni kwenda uani na kama kwenda uani na kurudi tu. Sasa njoo kwenye hizi familia za watu waliookoka. Mimi hakuna mtoto ambaye hajanitoa jasho. Wote tuna watoto watatu. Lakini shughuli ya kuomba kwanza, hicho kitendo cha kuomba wameingia tumboni mwa mama yao wako hiyo miezi 9, huwa lazima nipungue uzito. Kwa sababu zile nginja ninazopambana nazo kwamba sasa nataka wazaliwe ndani ya kusudi la Mungu na wale wengine ni shughuli kweli. Na kumbuka yule wa kwanza alizaliwa alikuwa analia mpaka analia kwa noten. Unasikia kanalia mpaka kanapaza sauti ajabu. Akaja mama mmoja alikuwa jirani yetu, akaniambia alikuwa nani? Hao ndugu zetu akaniambia ndani peleka mtoto nyumbani. Kana siku 4 kanalia mtaa mzima unasikia kanalia. Nafanyaje? Wakati huo hata mambo ya watu kukushauri hawayapo. Unatafuta jamani nisaidieni. Wanakueleza, wanakwambia ni kuomba tu, ni kukemea tu. Linipa shida. Kwa hiyo kuna saa inabidi nibebe yule mtoto, nikae naye, niendelee kumbembeleza ili mama yake angalau halali. Maana halali. Kwa tunapeana zamu. Nikitoka kazini naanza kubeba mtoto. Naomba. Naendelea kulalia hapo, saa nyingine kanalala
akilala hapo chini na mimi naendelea kuomba taratibu hapo, naendelea kuomba taratibu, naendelea kuomba angalau mama yake alale. Siku ya siku tukaja tukaota kuna miungu ya familia ambayo ile miungu hii yale mamizimu ndio anakuja kumtishia mtoto, alafu mtoto anafanya nini? Analia. Sasa akilia inabidi umpeleke kwa sheria za familia, inabidi umpeleke kuna bibi ambayo inabidi umpeleke huko kijijini aende akachanjwe chale zinaitwa makeku. Akichanjwa pale damu kichuruzika pale chini, kanarudi hapa chini hapa Dar es Salaam kama nyamaza kimya. Wanacheka wale wanaofahamu hiyo issue. Sasa mimi sitaki kupeleka. Kwa hiyo nikaomba namna ile na nashukuru Mungu akanisaidia, vikakata. Vikaisha. Kwa hiyo nikawa naendelea na mambo yangu ya kuomba na vitu vingine na mambo mengine, na akaja akatulia tu, akawa mzuri, wala hakuwa na shida. Kwa miezi kadhaa ilikuwa ni ngumu kweli. Na hao wengine wakaonekana kama wanataka kudania ile eneo, lakini Mungu akatupa hekima zaidi kwamba hasa tumeshajua jinsi ya kuomba. Lakini angalia, unaweza ukakwepa kwenye mahali lakini akakukuta mengine. Kuna magonjwa mengine ambayo tuliona kwamba yanataka kuwaingia, tukagundua haya ni ya madhara za familia na yanafuata watu wa aina fulani. Asante Mungu akatupa neema, tukaomba na yakaisha. Kwa kipengele kile cha mahali unaweza ukaruka kabisa ukakwepa vizuri. Hivi vingine akakwambia tunakusubiri hapa. Kwa sababu kati ya kitu ambacho kwenye ndoa kinachotakiwa, ndoa yoyote miungu inataka itawale ule uzao. Kwa hao watu waliokoka wanapata uzao mgumu kwa sababu miungu inataka kuhakikisha kwamba inapata uzao. Utaendelezaje ufalme bila watu? Watu wenyewe ndio watoto. Haleluya. Kwa kuna mavitu mengi unakuta kuna magonjwa ambayo yanawasumbua, na kwamba ukitaka nenda kwa fulani atakusaidia, nenda kwa fulani atakusaidia. Amen. Hiyo ni mojawapo ya maeneo ambayo unatakiwa uelewe vizuri unavyoiombea ndoa. Sasa kwenye mahari umekoswa, ila kwa watoto sasa unatakiwa patikana. Na ndio maana wale wengine wanasema kwamba niletee kitovu cha mtoto. Kwani anaoagiza kitovu cha mtoto unafikiri ni mama mkwe tu? Ni miungu ya familia nataka kile kitovu ili yule mtoto arudishwe kwenye ardhi hata kama yuko Ulaya. Waleta kitovu cha mtoto cha mjukuu wangu. Aso ukute ni wale kule kwenye kambi rasmi ya kwetu kule, nimesema usipoleta hapa hatutaiona kabisa mwali. Kabisa hiyo ndio itavunjika kabisa mwali. Asa unaangalia sasa inakuwa lazima upeleke pale, labda kikaunganisha na mambo ya kutafutela kama babu zake. Kwa sababu kuna vitu vingi, lakini vyote vinahusika na ndoa. Kama hujaweza kuiombea ndoa, unajikuta kwamba kila mtu mwenye kuweza kuiumbisha anaiumbisha. Ndio maana nakwambia hivi, ni toba. Chukua udhaifu wa mwenzako kama wa kwako. Udhaifu wa mke wako ni wa kwako. Udhaifu wa mume wako ni wa kwako. Wa kuombea ni wewe, sio mchungaji wako. Acha tabia mbaya. Wanaweza sio? Ni kweli kuna vitu vya kushirikishana, hilo mimi sikatai. Umeona Kuna saa nyingine wengine wananiambia, bwana, shemeji yako bwana ataje kusikia hiki, ataje kusikia. Naambia sasa shukuru hata pole. Maana mwenzako kaleta tatizo kama ile juzi hapa, hali yake ni mbaya kuliko ya kwako. Kwa hiyo shukuru Mungu kwa sababu wewe uko kwenye wodi ya kawaida, unaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani. Na ukizidiwa sana utarudi ICU. Sasa mwenzako nimemkuta ICU. Haijulikani atarudi kwenye wodi ya kawaida, baada ataenda kwa hospitali au ataenda mortuary, baada atakuwa hospitali ila anakufa. Amen. Oje kuona eti. Unasema mke wangu anakimbizana na kila kazi anayoiona huko mtaani si. Kuna mwingine ambaye mke wake yuko hapo kila saa ni kuosha kucha, akitoka huko ndani huko master bedroom au utafikiri ametoka saluni. Akika hapo tu anakuambia kwamba unajua kile kingine kimeisha. Unajua kile kingine nacho kimeisha. Alafu hapo ameshika remote ya TV. Tamthilia zote anazielewa.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio nasema kuna mambo ya kuvumiliana hapa na kuombeana madhaifu. Ndio maana Biblia inasema ombeaneni ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. Na katika kuombeana huko kuna udhaifu sana nyingine. Usimwombee mke wako kama unamwombea jirani yetu. Mke ni wa kubeba, mume ni wa kubeba kweli kweli, kwa sababu nafsi ya mke wako ikiingiziwa kitu, nafsi ya mume wako ikiingiziwa kitu, shida utakayoipata ni kubwa sana, kwa sababu ni mwili mmoja na wewe, maana mko pamoja na yeye. Akiunganishwa na madhabahu nyingine lazima na uunganike nayo, kwa sababu kila siku mnakutana. Mungu wa mbinguni asifiwe. Amen. Ndio maana nasema kwa sababu kuna sehemu nyingine uzao wao unapata shida. Wao leo watoto wana shida fulani, wengine wana hiki, wengine kuna kitu ambacho shetani akikiona kuliko familia izae watoto ambao ni wa kimungu, kwa kweli ni bora wasizaliwe kabisa. Wanasemaga hii ni hasara. Uzao ambao unatakiwa utoke hapa, hii ni hasara. Watakufunga usizae. No, kizao watakisha kuna namna ambao wanafanya vituko ambavyo si vya kawaida, kuhakikisha kwamba angalau kidogo mnarudi upande wao. Kama hamrudi basi tule hasara. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kwa hivyo ni vitu ambavyo nilikuwa nakupa uvielewe, kwa sababu kuna watu wanapata changamoto za ndoa kutokana na mambo ya mila. Hata mambo unasikia mambo ya sijui nguvu za kiume, sijui ana nguvu sijui za kike, sijui za kiume. Hata kuna ambao hana nguvu za kike na kuna ambao hana nguvu za kiume pia. Kwa taarifa yako kama hujaelewa. Sasa kwa sababu wanaume wanajua kulalamika sana. Na kwa sababu habari zao zinaenea haraka, ni rahisi sana kuenea, lakini tatizo liko pande zote mbili. Kuna miungu ile ambayo ilipewa ile mahari. Inapoona watu wanaenda kinyume na mipango yetu, kuna namna ambao wanaanza kuchokoroa baadhi ya spring, kwamba sasa mambo yasiende sawa. Ndio maana wanakwambia kama wanataka bwana njoo mzee fulani atakupa kadawa fulani bwana. Hatusemi dawa ni mbaya, manuizo yake ndio mabaya. Njoo bwana ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Na hili tatizo limekuja baada ya watu wengi sana kuanza kufunguka juu ya ufahamu wa kimungu. Na shetani akisha kwamba na yeye anafanya nini? Anaanza kuingia hapo na kubanana nalo kisawasawa. Na watu wengi wamejikuta katika kutafuta kutibu hilo tatizo, wamejikuta wanaenda kwenye madhabahu za miungu, hata kama sio ile ya familia zao. Hii iko inaunganishwa kimtandao sana. Sasa ingine unasema kwamba nimeenda kwa fulani, unajua ile tena ni kabila lingine kabisa amenisaidia, lakini nakwambia kabila lilokusaidia ni lile la kwenu, ili likurudishe kundini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mimi sisemangi madawa ya kienyeji ni mabaya. Sisemangi hivyo. Ila manuizo yake ndio mabaya, kwa sababu shetani hajawahi kuumba hata mti. Leo kwenda sehemu moja akaniambia bwana, unajua mzee amekataa kutumia dawa za kienyeji. Kuna watu walokole pia bwana wamekuja hapa wakamwambia hizo dawa za kienyeji ni mbaya, ni mbaya. Nikaambia mimi naomba jibu moja tu, nikimaliza kuliza. Sasa hapo nimeitwa usiku. Tumesheswa njoo. Mzee anakuamini, njoo muongee na mzee. Mzee anakuwa kitu cha ajabu. Vipi? Bwana, mzee amesema dawa za kienyeji ambazo amepewa atumie kwa ajili ya afya yake, amesema ni za shetani, na kuna wahubiri wamekuja hapa wakamwambia ni za shetani. Nikamwambia nani kasema hivyo? Akasema. Sasa nisikilizeni. Baba wewe una umri mkubwa sana. Niambie lini shetani aliumba mti? Alafu naomba uniambie ni lini shetani aliumba hilo tawi ambalo umeletewa? Akakaa pale na ule mzee akatafakari, akaniambia nikamwambia kibaya hapa ni manuizo baba. Naomba hizo dawa leteni hapa niziombee. Nikazichukua zile dawa nikaziombea. Na yule baba akakubali, akasema nitaanza kutumia asubuhi. Asubuhi akaanza kutumia, baada ya siku 3 baba watu akapona. Si kila kitu tutapona kwa maombi. Amen. Kwa uzio akasema kama unajua zile ni mzee alikuwa shetani hajawahi kuumba hata mtu wenyewe. Ndio maana wale wahubiri wenzangu wale sasa wanasemaga kwamba shetani ni mpangaji. Yaani maana yake hana nyumba. Hajawahi kuumba hata mwanadamu, ila amepanga kwa mwanadamu, na ndio maana anamvuruga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matatizo mengi ambayo watu wanakumbana nayo.
Matatizo mengi ya nguvu za kiume yanatokana na mizimu na au miungu ya familia. Kwa uelewe jinsi ya kulishughulikia hilo kimaombi zaidi. Na ndio maana hao wanaume kwenye wake zao wanashindwa, lakini kwenye ndoto kuna wanawake wa kipepo wanakutana nao na wanaweza. Wewe kujiuliza hicho kitu. Jifunze kushughulikia hilo eneo. Jifunze kulishughulikia hilo eneo. Na saa nyingine jinsi ya kuzuia uzao. Kwa sababu hii miungu ishapokea sadaka. Ina control kila kitu kwenye familia au kwenye hayo mazingira. Amen. Jambo la tatu, madhabahu za miungu na roho za utambuzi. Madhabahu za miungu na roho za utambuzi. Wafalme wa Pili ule mlango wa 5. Wafalme wa Pili ule mlango wa 5. Maana leo nataka angalau tuwe na nafasi ya kujiombea sisi wenyewe kwa wenyewe tupate kuponywa. Kuna vitu natamani kwamba kila mmoja wetu avijue, na ukivijua naamini kwamba unakuwa umepokea uponyaji wako. Wafalme wa Pili mlango wa 5 mstari wa 6. Wafalme wa Pili mlango wa 5 mstari wa 6, neno la Bwana Mungu linasema, akampelekea mfalme wa wana wa Israeli waraka kusema, waraka huu utakapowasilia, tazama nimetuma mtumishi wangu Naamani kwako upate kumponya ukoma wake. Asa ngoja, kuna kipengele kingine ambacho nataka nikupeleke hapo. Ni Naamani katika kuponywa ukoma wake. Hapo ni Naamani katika kuponywa nini? Katika kuponywa ukoma wake. Ilibidi uende waraka. Hiyo tuliyosoma ni Wafalme wa Pili mlango wa 5 mstari wa ngapi? Mstari wa 6. Na kuna nyingine ambayo nataka nikuwekee hapo kwa ajili ya kusisitiza tu. Maana leo nataka tuombe. Kuna watu wengi sana ambao wana barua za mateso za kwamba mpokee huyo, mshughulikie. Sasa huyo alipelekwa kwa ajili ya uponyaji, ila kuna ambao wanapelekewa barua za utesaji kwamba huyo aliyekuja huko kwenye familia yenu tunataka mumtese mpaka kieleweke. Yaani mpaka aombe msamaha yeye mwenyewe kwamba sasa ninarudi kwa miungu fulani. Nakumbuka baba mmoja alikuwa ameokoka kwenye familia moja. Yule baba alipokuwa ameokoka, watoto wakakataa kuzaliwa. Wakakataa kabisa. Kwa kama mna kuzaliwa. Akaja mtu mmoja akamshauri, akamwambia hivi, nenda kwa mganga fulani. Akamwambia nenda kwa mganga fulani, na yule mganga atafanya nini? Atakusaidia upate mtoto. Yule mganga akamwambia, kama umeokoka mimi wala haina shida, mimi nakusaidia hivyo hivyo, nakupa hii dawa hapa, nikishamaliza kukupa unaenda kupata watoto. Akapewa ile dawa na akaambiwa wala usiache kuokoka. Akapewa ile dawa lakini ya kienyeji, kwa manuizo ya kienyeji. Kuanzia hapo akaacha wokovu wake, na alipoacha wokovu akapata watoto. Ila wala watoto wakikutana nao leo jinsi wanapomtesa, sasa nyingine unasema ni bora wasingezaliwa. Kwa sababu gani? Shetani huwa anasimama kwenye lango. Shetani huwa anapeleka ujumbe kwamba fulani tukishakizaa watoto wanazaliwa wako ndani ya mpango wetu, na si ndani ya nani? Na si ndani ya mpango wa Mungu. Kwa hivi ni vitu vilivyopo. Ni lazima ujitahidi kuhakikisha kwamba unavyomuomba Mungu juu ya swala la familia, kuna madhabahu ambazo zinahakikisha kwamba umekaa upande wao. Haijalishi umeokoka au haujaokoka. Ndio maana katika swala la kuomba mahali ambapo umekwama, muulize Mungu, umshirikishe nani tatizo lako. Tuko pamoja? Si kila mtu. Sio kila mtu akufanya nini? Sio kila mtu akushirikisha tatizo lako. Kuna ambao ni wakushirikisha na kuna ambao sio wakushirikisha. Kwa unapomuuliza Mungu atakwambia. Kuna mstari wangu ambao umepotea mmoja hapa, lakini nitaendelea na ufafanuzi kwanza. Nimesema kuna madhabahu za miungu na roho za utambuzi.
Na hizi ndizo mfalme aliyokuwa aliyemrithi Suleiman kwa sehemu kubwa. Alikuwa anasimama kwenye madhabahu na kusoma terafi. Amen. Na kusoma terafi na kupata mapepo ya utambuzi ya kusema kwamba kwenye vita tuende au tusiende, au tusaidiane na nani katika kupambana na nini na hii vita. Hasa katika hili eneo kuna mapepo ya utambuzi ambayo yako kwenye familia. Ndio maana unasikia kwamba atasema mzee fulani, wanachinja mbuzi, wanasema huyo aolewe kwenye familia au asiolewe. Unanielewa? Na wanasimama kwenye zile madhabahu, wanasema huyu aje au huyu asije. Saa nyingine wakikuruhusu uje, wanajua una nguvu ya Mungu, lakini wanajua kuna jinsi ya kukuminimize uwe mdogo kabisa. Baada ya muda utakuwa umefanana wao tu. Hujawahi kuona? Kuna mchungaji mmoja alikuwa na nafasi ya kuongoza familia, wakamketisha kwenye kiti cha familia. Alianza kuongoza familia kimila kuliko wale wengine. Pamoja na kwamba alikuwa ameokoka na anakemea pepo za kila namna. Kwa kuna jinsi ambavyo saa nyingine madhabahu zinasimama kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye yuko kwenye familia, kuna mtu anatambua hali yake ya kiroho. Mapepo ya utambuzi. Kumbuka haya mapepo ndio yale Paulo alikemea ndani ya kijakazi. Anasema alikuwa na pepo ya utambuzi. Na alikuwa akisema wasikilizeni, hao ni watumishi wa Mungu aliye nani? Aliye juu mbinguni. Na anasema alivyolikemea lile pepo, faida ya wale watu ikafanya nini? Ikaondoka. Ilipoondoka, si ndio akaamua kumfunga mhubiri wa watu. Kwanza wakaamua wamtandike kisawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo elewa, kuna madhabahu nyingi zinahusika na mambo ya ndoa na sio Mungu. Kwa hiyo angalia vizuri. Mtu alijenga madhabahu ila si kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo kuna madhabahu nyingi. Ukisoma Hesabu 23 inazungumza yule nabii alivyokuwa anajenga madhabahu kwa ajili ya kuwalaani wana wa Israeli. Kuna mtu ambaye kuna wachao ambao wanajengaga madhabahu, wakishajenga ndipo wanaanza kuilani ndoa ya fulani iharibike, ndoa ya fulani ivunjike. Tunapogeaga ushauri wa watu wengi, na wengine wakishaona tunaukataa wanatukimbia kimya. Na wewe swali unamsikiliza sana mkeo. Nataka usikilize na wengine. Naye ni mwanamke ameolewa. Sasa namuuliza, nikikwambia usimsikilize mume wako utaacha? Wewe unafikiri wewe ujasiri aliopata mpaka aje aniambie kwamba usimsikilize mkeo, au unafikiri ameutoa wapi? Na anakuja na ujumbe wake na unabii wake mzuri tu. Lakini sio kwamba amekuja mtupu. Lazima kuna madhabahu zimemtuma. Ndio maana kuna watu wanaweza kukaa kati yenu miaka na miaka, lakini ajenda yao ni moja tu, kuvunja ndoa, kuvuruga ndoa. Ndio maana saa nyingine chunga sana marafiki, na lazima ujifunze kushirikishana mambo na mke wako. Jifunze hicho kitu. Kushirikishana mambo na mume wako na mambo na mke wako, hata kama ni ya kazi. Japo kwamba kuna kazi nyingine haziwezi kuingiliana na familia, lakini kuna vipengele ambavyo anapaswa kuvielewa ili mjue jinsi ya kufanya nini, jinsi ya kuviombea. Haleluya. Amen. Huyo bwana alifika mahali akasimama kwenye madhabahu na njia panda, akawa anasoma zile terafi na kusema kwamba hiki kitakuwa hivi, kile kingine kitakuwa hivi, na hiki kingine kitaenda hivi. Kwa kulikuwa na jinsi ambavyo anaongozwa na madhabahu, jinsi ya kuongoza hata familia. Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana saa nyingine nimekwambia hivi, chunguza sana mtumishi unataka kumshirikisha mambo yako. Hata sisi tuna baba ya kiroho wapo, na tunaongea nao na tunawasikiliza, lakini tumechuja kweli mpaka tumpate. Tumechuja kweli mpaka tunaomba Mungu, huyu anafaa afanye, wala sio wadhehebu langu basi, lakini amen, tunaomba kwa sababu kuna roho nyingine wanazichota kutoka kwa viongozi. Watu wengi sana wanakabiliana na matatizo ya viongozi. Ndio maana unatoka kwamba kuna watu ambao wameacha tabia za familia zao kabisa, wana tabia za viongozi. Sawa. Hata kutembea kwao wanatembea kama viongozi. Hata kuongea nao wanaongea kama viongozi wao. Unaelewa? Kwa sababu kuna namna ambao wanabadilishwa. Kwa kuna kiongozi mwingine ambao mnaweza kumkuta kabisa
hapendi mambo ya familia. Nikaa na kiongozi mmoja mahali tukakaa, alivyokuwa anaponda wanawake na familia na nini na nini na nini, nikawa nafuta kwa damu Yesu visije vikaniingia. Sasa unaweza kusema pepo yanatoka kwa wazee wa mila tu, sijui na kwa wachawi huko, sijui nani. Pepo zinaweza zikamwingia kiongozi wako wa kazini hapo na zikakuingia, ukija nyumbani unakuja kama chui aliyokosa mawindo. Nimesema mimi ndiye baba hapa, utafikiri hata ueleweke, utafikiri wewe sio baba, wakati unajulikana kabisa una ndevu na mvi saa nyingine. Siweza kwambia. Angalia sana, mtu anaweza kushirikisha maneno yanayotokana na madhabahu ya familia yake, na yakaingia kwako na yakakuletea nini? Madhara. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine hizi madhabahu zinasaidia katika kudumisha kitu kinachoitwa mfumo dume. Wanaume mpo? Kuna kitu kinachoitwa nini? Mfumo dume. Ukikuta kimeganda kwenye familia au ukakuta kimesimama, haviji vyenyewe tu. Huwa haviji vyenyewe. Huwa kuna roho inasimamia vitu vifanye nini? Viingie kwenye familia. Na vikishaingia si rahisi kuvitoa. Si rahisi kuvitoa. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho ni cha kujifunza, jifunze pia unazungumza na nani juu ya swala la ndoa. Jifunze kabisa. Unazungumza na nani juu ya swala la ndoa? Ni nani ambaye anakushauri katika hilo eneo? Maana kwa sasa hiyo tunasema ni pepo, ni pepo, ni pepo. Sasa nyingine Biblia inasema hivi, wanaume kaeni na wake zenu kwa akili. Nasema mambo ya nani wewe? Kama mke wako umeshindwa kumnunulia hata skentaiti, utasema unakaa na mkeo, una akili wewe? Alafu unakuja kusema tukemee pepo. Tukemee pepo gani? Sasa nyingine jifunze kuzinunua. Wengine hawajui hata size za viatu za wake zao. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui hata na siri yao na nani size gani hawajui. Hawajui size ya nguo ya mke wake atanunua lini. Wengine hawajui size ya shati la mume wake atanunua lini. Kuna sehemu nyingine ambayo kinachopaswa ni nini? Kinachopaswa ni akili. Jambo lingine namba 4, heshima katika ndoa. Heshima katika ndoa. Sasa usije kusema hii mnasemaga sijui nani dawa ya kudumisha heshima ya ndoa. Unafikiri urejeli ni heshima? Ngapi marejeli huko mjini na hawana heshima? Kuna heshima. Hiyo sio heshima bwana. Usijipeleke kwenye mambo yasiyo kuhusu. Jifunze kwenda na mambo yanayokuhusu. Petro wa kwanza ule mlango wa 3. Petro wa kwanza ule mlango wa 3. Neno la Bwana Mungu. Kuna vitu ambavyo nataka niviweke. Vitu ambavyo natamani nikuwekee mara moja hapa ili uende navyo nyumbani kwenu. Natamani kila mmoja aondoke akiwa amejifunza, na kujifunza kuna kusaidia. Kujifunza kuna kusaidia. Na kati ya kitu ambacho nataka nikushirikishe, AC kama imekuwa kali naomba zizimwe, upande mmoja izimwe. Kama AC zimekuwa kali naomba upande mmoja uzimwe ili tusaidie. Amen. Lakini tunataka tuende kwenye kipengele